Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imejibu ripoti iliyotolewa na shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch yani HRW iliyodai kuwa ukandamizaji wa kisiasa umeongezeka wakati taifa hilo linapoelekea kwenye uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Oktoba 29 mwaka 2025. Taarifa kamili, hakikisha una subscribe Habari Digital, lakini pia una like na share taarifa yetu kwa watu wengine. Naam, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imejibu ripoti iliyotolewa na shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch yani HRW iliyodai kuwa ukandamizaji wa kisiasa umeongezeka wakati taifa hilo linapoelekea kwenye uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Oktoba mwaka 2029. Msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amesema taarifa iliyotolewa na HRW Septemba 29 ya kuwa sio sahihi na ni za kupotosha, huku akikanusha pia taarifa za kutekwa kwa raia nchini humo. Madai kuwa kuna kupungua kwa uhuru wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 si ya kweli. Taarifa hiyo imesema katiba ya nchi inatoa haki ya kuishi, usalama na uhuru kwa kila Mtanzania. Taarifa hiyo imeongeza hivyo. Ikijibu taarifa ya HRW, Tanzania imesema ipo tayari wakati wowote kushirikiana na taasisi yoyote inayotafuta taarifa sahihi. Awali, taarifa ya HRW ilisema kuwa mamlaka nchini Tanzania zimekandamiza upinzani na wakosoaji wa chama tawala, zinanyamazisha vyombo vya habari na zimeshindwa kuhakikisha uhuru wa tume ya uchaguzi. Tanzania imelaumu shirika hilo kwa kutoa taarifa za aina hiyo bila kupata fursa ya kujibu kabla ya kuchapishwa kwa taarifa hizo. Tanzania imesema kuwa imejipanga kuhakikisha haki za binadamu, demokrasia, utawala bora na sheria vimeheshimiwa kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Hii ni Habari Digital. Kwa maoni na ushauri tuandikie maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya kuandika maoni yako. Hadi wasaa mwingine, lakini usisahau kushirikisha taarifa zetu kwa watu wengine. Hii ni Habari Digital. Tufollow kupitia akaunti ya Instagram, Facebook pamoja na X yani Twitter kupitia Habari Digital kwa taarifa na matukio mbalimbali. Bye bye na hadi wasaa mwingine.